Sasa unisikilize vizuri, itakusaidia hii ambayo naenda kusema na wewe. Uandike vizuri na ushike vizuri na unakili vizuri, itakusaidia hili ambayo naenda kufundisha leo. Somo letu la leo linasema chanzo cha baraka ni kutoa. Kipengele kinasema sadaka ya zaka. Somo letu chanzo cha baraka ni kutoa. Kipengele chetu sadaka ya zaka. Zaka ni nini? Zaka ni sadaka. Zaka ni sadaka. Jambo la pili, zaka ni sehemu ya 10 ya kipato chako. Zaka ni sehemu ya 10 ya kipato chako. Tatu, zaka ni lazima na sio hiari. Zaka ni lazima na sio hiari. Unatakiwa utoe kwa lazima, sio kwa moyo wa kupenda. Ile upende usipende, unatoa, ni lazima, sio hiari. 4, zaka ni ulinzi wa uchumi wako au wa kazi yoyote ya mikono yako, iwe ni mifugo, iwe ni kazi. Ni ulinzi wa kazi ya mikono yako. 5, zaka ni chakula cha Bwana Mungu wako. Zaka ni chakula cha Mungu mwenyewe, ni chakula cha Mungu. Zaka ni sadaka ya Mungu mwenyewe kupitia kuhani wa madhabahu. Unapotoa zaka, inafanyika kuwa sadaka ya Mungu mwenyewe kupitia kwa mchungaji wa ile madhabahu, sio wachungaji wasaidizi. Mchungaji wa ile madhabahu, senior pastor, mchungaji kiongozi wa hiyo madhabahu ndiye mwenye mamlaka au ndiye mwenye ruhusa au kibali cha kuipokea ile zaka. Zaka ni sadaka ya Mungu mwenyewe kupitia kuhani. Kuhani ni mchungaji wa ile madhabahu husika. Zaka ni sadaka takatifu. Jambo la 7 hilo. Zaka ni sadaka takatifu. Jambo muhimu la kuzingatia, kipato chochote unachokipata nje ya msingi au biashara au kazi au mifugo, nje unatakiwa utolee zaka. Iwe umepewa hela ya matumizi, unatakiwa itolee zaka, kwa sababu ilianza na msingi wako. Umepewa utumie, itolee zaka. Hata kama ni mimi nimekusaidia, mwanangu hapa hela ya kula, itolee zaka. Haitokana na msingi wako, haitokana na biashara yako, hiyo umepewa. Kwa hiyo chochote unachokipokea kwenye mikono yako nje na biashara yako kama mtaji au msingi, unatakiwa kuitolee sehemu ya 10. Sio mpaka kufanya kazi, sio mpaka kufanya biashara. Umekutana na mtu mshana, ameamua kukubariki, kile alichokubariki kitolee sehemu ya 10. Mungu atakudai. Hiyo ndio kanuni ya zaka. Na huo ndio uwazi ambao haupingiki na hakuna kupinga, kwa sababu ni Biblia na nitakuonyesha maandiko. Sasa maandiko ya vipengele 7 yenye maana ya zaka ni haya. Andiko la kwanza tunasema zaka ni sadaka. Kitabu cha Hesabu 18:24. Waisogezayo kuwa sadaka ya kuinuliwa kwa Bwana nimewapa Walawi kuwa urithi wao. Kwa hiyo nimewaambia ya kwamba katika wana wa Israeli hawatakuwa na urithi wao wote. Waebrania sura ile ya 7 mstari wa 1 hadi wa 2 sehemu ya 10. Mniambie, ni Yesu mwenyewe ambaye alimtokea Ibrahimu. Huyu alizuka na akaondoka kwa kuzuka. Hana baba, hana mama. Kwa alishuka baada ya kuona Ibrahimu ameenda ameteka vitu, baada ya kwenda kumpigania ndugu yake Lutu. Kwa hiyo akakutana naye njiani. Anaitwa ni mfalme wa Salemu. Salemu maana yake ni Yerusalemu. Salemu ni Yerusalemu ya leo. Kwa hiyo huyu ni mfalme wa
wa Yerusalemu, ambaye Yesu pia ni mfalme wa Yerusalemu. Anaitwa ni mfalme wa amani, na Yesu naye ni mfalme wa amani. Kwa hiyo alikutana Yesu kama kuhani mkuu, na ndio maana vile vitu ambavyo alikuwa ameviteka ikabidi avitolee sehemu ya 10 ampe kuhani wake. Huruhusiwi kutoa zaka nje na kuhani wako, na maandiko yanasema haikamishiki. Mkubwa ndiye anayebariki nani? Mdogo. Sio mdogo kumbariki mkubwa. Melkizedeki ni Yesu mwenyewe, ni Mungu mwenyewe. Tumesema kutoa zaka ni lazima. Kitabu cha Torati, Kumbukumbu la Torati 14:22. Wasikie wachungaji wanaodanganya washirika na mitume na manabii mnaowasikiliza kwenye televisheni wanaowadanganya. Hawa hawafai, ni wapiga Kristo wa leo. Biblia inaonyesha leo watapingana na haya maandiko. Na maandiko yanasema atakayepinga neno la Mungu na alaaniwe. Kwa hiyo yote anayepinga zaka alaaniwe milele yote, na kizazi chake alaaniwe. Sema amina.